Maandiko haya yanatufunza vizuri ya kwamba hakuna kitu ambacho Jehova hajui kwetu. Macho yako yaliniona kabla mwili wangu haujakamilika. Kabla mwili wangu haujakamilika. Akikisirchi bukuingung kebeberwek tugul chekikiyai betut age tugul yekitom kobit akot agenge en ichek. Siku zangu zote ulizonipangia ziliandikwa katika kitabu chako kabla haijakuwepo hata moja. Praise the living God. Bwana asifiwe. Hata kile ambacho ulimi wetu unanena anayajua. Kabla hata hujaumbika katika tumbo la mama yako. Kila upande wa mwili wako ilipokuwa inaumbwa, Jehova alikuwa anatazama. Na akaandika siku ambayo iliumbwa. Wakati macho yako yaliumbwa, ukiekewa macho namna hiyo, akaandika hayo siku. Akasema siku ya leo macho ya fulani yalikuwa yanawekwa macho. Pengine wewe ni hata mama yako ajui, lakini tayari ilikuwa imeandikwa mbele za Jehova. Upande wote wa mwili wako iliandikiwa ile kitabu ambayo unaendelea hata kuandika sasa hivi. Iliandikwa kabla hata mwili wako upatikane. Kama Jehova ameandaa ipatikane. Na ikaanza kupatikana. Na maandiko ikaanza kutoka maskini. Na usisahau ya kwamba jina lako iliandikwa kwanza kabla ya kuanza kwa hivyo hakuna kitu ambacho Jehova hajui. Na hakuna mahali tutachika. Hata tukienda kwa giza Jehova anatutazama. Ukienda kwa bahari anakutazama. Kila upande anakutazama. Hakuna mahali giza mbele za Jehova. Hata mawazo ambayo tunawaza sasa hivi Jehova anajua. Pengine sijui, Jehova anajua. Yale ambayo umewaza kutoka asubuhi mpaka sasa, malaika wa Jehova wanaendelea kukuandikia. Lakini kama maisha yako ukikumbuka wakati wote umpendeze Mungu, unaandikiwa katika ile kitabu cha kumbukumbu. Ili wakati ambapo uko kwa shida, unamwambia Jehova kumbuka kazi ambayo nilikutendea kwa nyumba yako. Anakumbuka vizuri kwa sababu anaandika katika kitabu cha kumbukumbu. Iliandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Lakini kama ulikuwa unatenda ukitenda na vitu vyote ambavyo ulikuwa pengine wakati wowote unatenda kila kazi, utaandikiwa tu kwa ile kitabu kingine. Lakini ndio maana anakuambia ngangana upendeze Jehova. Ndio uandikiwe kwenye kitabu cha kumbukumbu. Na wakati Yesu Kristo atarudi, atakulaki na kupanguzia machozi. Praise the living God. Bwana asifiwe. Anafanya juhudi kupita ile njia jambamba. Usipite ile njia pana. Usifuate watu. Usifanye kwa sababu watu wanatenda. Ngangana tu na upande wako. Na utafute Bwana angali anatusikia. Usikae nyumbani. Praise the living God. Bwana asifiwe. Ngangania ile upande ambao unafanya, ngangania ikuwe kubwa. Ndio maana umeona mimi nimefurahi wakati anapoambiwa Bwana ako na kazi ya kumwambia. Bwana asifiwe. Kazi ambayo
tulitenda jana. Uinjilisti wa lango kwa hasara kisirchine unini. Hakuna hasara utaandikiwa kwenye kitabu. Bukuitab Kitabu cha kumbukumbu. Usiku wote ukikaa wakati unaonyeshana matendo ya Mungu, usiongeze manungu. Hata wakati unaenda hadi shida inapatikana, mwambie Jehova kaa nami. Jehova atakuacha. Hata wakati watu wanakataa, Jehova anaingilia kati na atende. Never mama in this house. Usinungunike katika nyumba ya Jehova. Never mama in this highway of holiness. Usinungunike katika njia takatifu ya Jehova. Hata wakati watu wanakupiga vita, mwambie muumbaji ambaye alikuita. Mwambie nimekuja Jehova. I'm ready to serve you. Niko tayari kukutumikia. Lakini wapi wale watu ambao tutatenda pamoja? Walete Jehova. Jehova anasema hata mimi nitawaamsha wanitumikie. Mpigie tu Yesu. Usijisumbue kwa yale watu wanataka. Isikusumbue. As a servant in the house of the Lord. Kama mtumishi kwa nyumba ya Jehova. Usijisumbue. Saa zingine wanaangetia kibikpere. Najua wakati mwingine tunapigwa vita. Kwa sababu watu ambao wako hapa. Wengi waliitwa ili wachache wateuliwe. Na wakati mpandaji alipopanda, Shetani naye alikuja na akapanda zaidi. Wakati Jehova alichukua, kuna wale ambao waliletwa ambao hatujui ni kina nani. Kile ambacho Shetani alipanda, kile ambacho Shetani alipanda isikufunje moyo. Simama na umtumikie Jehova. Mpende Jehova kwa sababu alikupenda. Hakuna shida ambayo umepitia kama jinsi Jehova alipitia. Aliteswa kwa sababu yako. Pafu lake lilidungwa. Ujaenda hadi watu wakuacha jinsi Yesu aliachwa. Aliachwa hadi ile wakati ambapo alikuwa anahitaji maji akisema anasikia uchungu. Akitaka kupenduka hivi anaona tu maadui zake. Na anapewa siki. Kama malaika wake angekuwa siangempa maji. Lakini Jehova alitoka duniani. Yeye hapo kiti cha enzi. Atakuacha. Yeye ni Mungu ambaye alikuita, hawezi akakuacha. Mwabakokte. Usijali yale mateso ambayo unapitia. Hata wakati wanaenda pamoja na waongee. Simama tu kwa ajili ya Bwana. Praise the living God. Bwana asifiwe. Anasema ng'ang'ana upite ile njia ni mwembamba. Katika njia hii kuna vita kubwa. As you serve the Lord. Wakati unamtumikia Bwana. Watu wanainuka. Wakati mwingine watu wanainuka. Hata your partner anaweza inuka. Hata yule wa karibu sana anaweza inuka. Pengine unapenda Jehova kama mwanaume. Na kwa sababu bibi yako ni mwovu sana, anaingilia kati na Shetani anakukanyagia chini. Usiache wokovu ambao Jehova alikupa. Usijali yale magumu ambayo unapitia. Mwambie tu baba yako. Umlilie tu baba yako, usifanye vita wewe mwenyewe. Jehova ambaye ulimkaribisha yeye ni wa amani. Usimfanyie yeyote vita. Lakini kufa tu katika hii nyumba. Hadi Jehova ajibu maombi yako. Bwana asifiwe. Sasa ngine your husband nisumbua. Wakati mwingine mume wako anasumbua sana. Usimfanyie vita, upende jinsi alivyo. Mungu alikupa huyo. Lakini mwambie tu Jehova asante kwa sababu ulinipa. Jehova anajua ni kwa nini.
Akot ngomutu kerge ngomutu chebaige ne akikugoni matimagen matingo iginye ne ay bari. Wewe usifanye vita. Ikoin komuktonde ne kiyakirsan. Mpe Jehova ambaye Matemene. ni mbingu na dunia. Ngen kineto. Ashindwe. Praise the living God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Me angereba ni Jesu ne kimechi matichamde. Usiruhusu Jehova In every way matichamde. kwa njia yoyote. Matilo munga yako mwanje biosane wonana wo. Usiseme kwa sababu nimesekunya na huyu mama wacha niende. Praise the living God. Lazima Yesu. Asaka kimula kwetumi. Nasikia mtoto amepelekwa kwenye chotoni. Mtoto lakini kitumi. Sijui ulipeleka aje lakini hiyo ilikuwa ni chandoni. Kikemwa kele makiyomdos. Tuliambiwa hakuna kuchanganya. Amwa boger. Nasema mama mkwe amesema. Ikasip boger kosir Jesu. Unatii mama mkwe kuliko Yesu ambaye alikupatia huyu mtoto. Ni chikine kinete mauchota chobo engo akiribe engo lakwe. Ufatie kenye tulifundishwa na manabii wa Mungu na umtunze kutoka ndani ya nyumba. Sitagisip tukuk chaebi. Mbona tufuate mambo ambayo watu wanafanya? Mbona tusitii manabii wa Mungu ambao tumefundishwa njia? Ita daktari akuja amalizie mtoto wako na mtunze ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mbona tuchanganye Yesu? Tunapenda. Kelele no manguneni ana umangune desturi gembe itai. Tunatoka hapa. Ortinweka shetani. Kwa wecho wa shetani. Ako yau. Mpaka lini? So arongo ikinyene bile kurkat kotko wongi mega sin mauchota. Ile kesho utakuja kupisha kwenye lango. Ogere le birtoitoke mautikab chupa kosoywe. Unaona vile manabii wawili wanatuombea ili tuingie. Kinyalil Jesu. Yesu aliteseka. Kole sigesaru. Ili tuokoke. Kigemwa ongele ortinwek ko chuak. Tumeambiwa njia ni hii na hii. Lakini kinyoru biik kyok mi afieta boisiechu. Tunapata wazee wako kwenye afieta hata na wamama. Na wamama wako kwenye petting. Tos maiberure Jehova. Yesu hawezi kutubariki. Iberure petting kosir Jehova. Petting itakubariki kuliko Yesu. Kotor ngibure ibarbarige ikose taka ibe yewe chatbot ngalega petting yani kwenda kufanya maneno ya hiyo ni ya mashetani na tumeambiwa vizuri. Chongo ba shetani ukigemwa wechi. Praise the living God. Amen. Pane tuguk chekikelejo stoenge kemeitechin. Tumeambiwa tuachane na bado tunangangania. Kelejo ba itoror kakibarki. Tumeambiwa tuache mambo ya kutembelea. Bado unangangania pale. Ngelany ongesapote boisietab Jehova ko meredi. Tukiambiwa tusaidie kazi ya Mungu au yuko tayari? Amu metindoi chetoribe koitoi en tuyet okindo biik bai. Kwa sababu hauna ya kwenda kupeana kwa mikutano zako kwa sababu na uwekwa faini unawacha ya Mungu. Na maandiko yanasema anasema mjiwekee hazina mbinguni ambao hawezi kufikia. Na praise the living God. Asifiwe. Lazima Yesu. Asifiwe. Lazima Yesu. Mary Koron chiki kwamet. Mary Koron ambayo imetumaliza. Nyumba ya Mungu imekaa hata inaweza anguka. Na manyumba ya Mungu tunajua kupamba. Manyumba zetu tunajua kupamba. Praise the living God. Amen. Boisietab Jehova okikichute ngwen. Number 10 yu. Kazi ya Mungu ni number 1. Na maandiko yanasema kazi ya Mungu ni namba ya 1. Kele support angichutke. Tukiambiwa tusaidie kazi ya Mungu tunajifuruta. Ikakatakina pastor makomwa nguno. Anasema tumechoka na huyu mchungaji. Mara atasema saa hii. Ako magonu kanjo bateseta kumwoe. Na Mungu anaendelea kusema hawezi akutebe. Na Mungu ataendelea kwa sababu anajua amekubariki. God is busy writing whatever you are thinking, you are saying. Teseta gosire choba tuko keibote, cheimwoe, akia. Kega stano Jehova tano. Umesikiaje mama fulani? Umesikiaje baba fulani? Tumechoka.
Kwani gobo kondano chugoje. Kale cheikoita utab dama tingo naine. Yenye mkono wa kushoto anapeana ya kulia kisicho. Igoite. Kwa hiyo memache igoite bakae kabisa. Ukipeana Amun elemento cho wakume chinga igoita choice. Mungu anataka upeane kwa furaha. Kigoita chema menengai. Menengai komongo. Menengai 8 ya 8. Faida ni kwa nani? Kwa kile kikisa menengai 6. Menengai pome ano. Hawa watu ambao walikuwa wameponywa menengai 6, menengai 8 pome wapi. Lakini sasa mkutano kama hii ingefanyika tungepata uponyaji. Praise the living God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi tukuk chechang chekikinete kele kistoenge. Kuna mambo mengi tumefundishwa tuachane. Ukisikia kitu ambacho haifai uachane utaweka kwa dhambi. Nyoro chitane miten kanisa. Unapata mtu akiwa kanisani. Lava tigere mpire. Anaenda kuangalia mpira. Pichu kwa outside. Anaangalia pamoja na wale watu wa nje. Kile mpira. Wanaona mpira. Watachilelen aba Liverpool. Anachumuika na wale ambao sema mimi ni wa Liverpool, mimi ni wa Arsenal, Chelsea, Manchester. Ode lenya ngonyokesha kumonyune. Ukiambiwa kuja kwenye mkwesha hawezi kuja. Lakini yomi Manchester kiwanje osa 9. Lakini kama Manchester kwenye uwanja hata saa 9 usiku ataenda. Amongi kwa shetani kwa yote. Kwa sababu shetani amemweka afanye hivyo. Anajiangalia njia ya jehanamu. Anakuja hapa tu kutusumbua. Au question ni Jehova. Akiuliza Manchester jonga kabisa. Fanya mambo ya Manchester kabisa. Ingia kwenye avieta ufanye kabisa. Ufanye kabisa. Amumi imeleta aviota. Kwa sababu kila kitu iko na dawa. Baba una tete ya nne kwa mie. Ukifanya ya ufalme ili upate thawabu ya usisumbue watu tena. Praise the living God. Amen. Ngalega tumo okay ikasartana kiami. Mambo ya Jabeni nilifanya wakati nilikuwa hapa. Okay yangu mie kupigana vita. Yaani niliamini nipige vita. Kwa sababu nataka watu wajue kweli wa Mungu. Angenalekira unaute ndino. Ninajua nimeosha mikono yangu hapa tineti. Niya hiyo chinige. Unapofanya unajifanyia. Kwa mnyegere kaseniti tile bonyo. Unasikia vizuri kwenye sikio lako ambao haifai. Ya cheki isipo une. Inastahili tufuate hivi. Aba yame ngomnya itebe na ngatinya. Kama uzuri uniulize nitakwambia vizuri. Oya ne kasetete di olina. Kama upande unataka ufanye sapanda ile, ainye. Ufanye. Isirunjo. Utaandikiwa hayo. Ni toche nyege mama boto. Wewe mwenyewe utapokea. Nisinge kuambia hiyo dhambi ingehusika. Lakini kwa sababu nimeosha mkono na bado naendelea. Wewe jiangalie tu kamba ili upelekwe vizuri. Praise the living God. Amen. Unapata mtu anaenda anajificha mtoto na anakuja kuabudu Mungu. Unaficha nani? Andiko linasema nitajificha wapi ewe Mungu? Anasema nikiingia kwenye shimo bado unaonekana mahali pale. Wewe jifichie tu na umeonekana. Kuna mwenye ameona ambaye kazi ni yake. Unajificha. Saa zingine mnajificha na mta mimi na mimi sijali kwa sababu sio mimi ni wa Mungu. Kuna mtu ambaye anakuhukumu. Siku moja atakuandikia hayo yote. So whatever you are doing in your life, kita tu leya ensabe Mungu. Jinsi ambavyo sikio lilianguka wakati liliokuwa na ikaandikiwa siku na wivu kwa yule ambao amebarikiwa na Mungu. Praise the living God. The more you serve with see. Yonia kabisa engine te. Mungu anaona na anasikia. Mungu hakuna kitu haoni. Praise the living God. Serving the Lord with see. The bad men are going itam agia. Idara ambao wamepewa upende na ufanye. So in short, kwa ufupi, Lili komi the bad men ba correspondent me and Peter.
Lily ako dara ya correspondent. Very active ang nalogogege. Ikilegei kabisa. Sikiana. Ngomura saa 2 ko lenje inakwe. On board. Tangejute. Huwa tunaingia. Tangejute man. Huwa tunaingia. Matameskejute. Ni kama hatuingiangi. Machi nanyo. Zoom nana kumautikab Jehova chokonu. Unajua hiyo mkutano ya Zoom ni manabii wa Mungu ambao wanapenda. Jehova Lily koik noton netononjin en ole nguruoni West. Na Mungu akampea Lily nafasi asimamie hiyo idara katika region ya Nguruoni. Kongo yeye kabisa successfully for the Lord au kubaibainji Jehova. Alipofanya vizuri kabisa kwa Bwana Mungu afurahie. Komeken Jehova pichuba emotinwek alak konyor chamet ndanguni koker Lily kolele no chepyosane netam kengolole tugul. Mungu akapata kibali mbele za wale watu wa mataifa apate kibali. Konyor chamet en bichota. Akapata kibali kwao. Amu she is very active. Kwa sababu yeye hakuna bidii. Kaibai ngokwe. Kaibai bichuni. Amefurahisha wale watu kweli. Kaibai Jehova. Amefurahisha Mungu. Awe Jehova engipsengot. Na Mungu akaona akiwa mbinguni. Yando naona waunana. Anaposimama hivyo. Isionoto kora kokiko very active. Kwa hiyo kazi vile amekuwa na bidii. Kokonyoro ingibatinik from nowhere. Tuzi alipata mapati kutoka ya kanisa. Wani chukako sabote ne chumbega 1500 obisi Jehova. Kango tiam ko baibai Jehova. Bwana asifiwe. Tiana nyinde baibai ta nye ko baibai. Department akatugul nemi chi tugul ko baibai Jehova ko baibai. Tiana tuguk chekiibu kobwa gaa. Kwa kila idara ambao uko mfurahishe Mungu, ni mambo mangapi utaleta nyumbani kumtumikia Mungu? Nebo ketwan ko yai successful ko mutkokas. Kami mama ndio kabisa. Waketwan ufanye vizuri kabisa. Kuna ule mama alikuwa amemponywa. Kokas la mwaita. Usikia vile alisema? Kale kimiten maotikab Jehova emet age. Manabii wa Mungu walikuwa kwenye nchi nyingine. Koko koyai dodu kot konai kole chemnyondos ata chemi akoyum kobwa kot agenge. Akondechi radio kole ongerchini. Kokakosomanji ngoliot anya kokaiden. Akafanya door to door na akasanya wale wenye walikuwa wagonjwa na akawapatia radio na akawapatia maandiko. Kale bigi atakwe. Amesema walikuwa watu wangapi? Kibik sikisis. Walikuwa watu 6. Kigiso. Na waliponywa. Huyo alikuwa ni mtu mmoja, hakusema ni watu wawili. Alikuwa wachungaji wawili. Tuko wangapi hapa ndani? Hiyo ni lango kwa lango, sio. Hajauliza vyombo. Hajauliza chochote. Lakini imwachi ni wote. Ni yo kota bagenge no kibeyichi kabisa osiptua ngotorgiso. Si hata uende kwa nyumba ya mmoja na umusikize kabisa mpaka aponywe. Kwaga tukulene machangora. Tukienda kila mmoja si ni wengi, tuko wengi sana. Praise the living God. Yeah. So kotko kangoyai kwangutik chetenju chita aenge. Kama mtu mmoja amefanya miujiza kama haya. Kwa kesirchine Lily. Lily ameshaandikiwa yake. Wakati usinye ko unanita. Mnatazama tu akiwa hivyo. Be blessed, Lily. Barikiwe sana Lily. So I encourage each and every one of you. So nina himiza kila mmoja wenu Stoenge ngale. usiondoe kwenye maneno. Stoenge group. Usiondoe kwenye vikundi. Stoenge tu chekikinete kele kistoenge. Usiondoe kwa vitu ambavyo tumeambiwa tuchitoe. Akicham Jehova kwa number 1. Na unapende Mungu akuwe nambari 1. Kwa hiyo youth. Hata kama wewe ni kijana. Cham Jehova kwa number 1. Penda Mungu akuwe nambari 1. Hata kutivo Sunday school cham Jehova kwa number 1. Hata kama wewe ni Sunday school upende Mungu. Mzazi anaibo yota kivyose cham Jehova kwa number 1. Hata kama ni mzazi ama wewe ni mama ama baba, penda Mungu akuwe nambari 1. Ili uone kile atakutendea katika maisha yako. Amaje iwerai ni kitu agitiem. Enda kila mtu enda leo na ujaribu. Sige kama yaiwezi. Ili uone kama hawezi kutendea. Pigia Yesu makofi. Yaiweza na yaiwezi. Atakutendea ama atatutendea. Kaka
atatenda. Praise the living God. Amen. Ni nini ngumu mbele taleta? Praise the living God. Amen. Pia Mungu mahorega Jehova. Na hakuna siku watu watasema tuko chini. Tuko Nilikuwa naona watu wamejua kitu ambayo inapaswa tufanye ndani ya nyumba ya Mungu. With or without me. Kazi ya Mungu iendelee. Pigia Yesu makofi. Sijasema siko. Lakini sometimes mara wana mambo inaungoja. Wakati mwingine naweza patikana na kazi kama ya jana. Sasa kile mara kigure Genet quarters. Sasa zingine tunaweza ipo kwenye makao makuu kule Nairobi. Kama baanda nyun kogera baisiye dato bain. Safari yangu iwezi kasuia kazi ya Mungu hapa. Ongo tasta baisiye dato bogotange nyorwe kabisa ke. Ngalione nikitamge moitani chetage legibione onge Mungu bione cheba Yesu. Kazi ya Mungu iendelee kabisa hadi ile neno ambalo tulikuwa tunasemewa ile zamani ya kwamba sisi ni wenda wazimu, wale tulikuwa wenda wazimu wa Yesu. Na to win Elongruani West uishie kwenye ufalme wa mbinguni wote. Ukingangania 100 mimi nifanye 100 si wakati Yesu atakuwa amerudi tutakuwa tumefanya kazi kubwa sana. Moja atuponywa 10 si tutakuwa umefanya. Kama wale ambao umeleta 5 wameponywa. Hiyo jamii ni wangapi na majirani? Tutakuwa umefika 100. Na hujauliza vyombo. Praise the living God. Amen. Kijiji kikifika tukisherehekea tukuje na nguvu kabisa. Tukuje tusherehekee tuambie Mungu asante. Bwana asifiwe. Amen. Agobe tunongisherekea. Na siku ya kusherehekea Kama utaka tubachera tiyo. na manabii wa Mungu mwenyewe anatuma watu. Yangale bwana kwa crown. Tunapokuja hadi crown. Kwa msembot. Mbinguni Malaika isaka acho. malaika wa Mungu Chemite crown. wako kwenye crown. Praise the living God. Amen. Angokia mwana ni gorongorage gorongorage. Kesho tukuje watu dunia watauliza hapa ni wapi? Praise the living God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mataka techi. Watu watauliza. Ya just kelebi kwa swene ne mite ngana sana. Watu wataambiwa waende waangalie ni nini hiyo kwenye hicho kijiji. Kote airai ni revival kabisa hadi chapchibi ngelo karita ngani sana rege. Tukifanya leo uvio na tutafuta gari moja ya wagonjwa. Wale wagonjwa. Na tujaze kwa hiyo gari. Na Mungu aenda aponye wote. Si dunia watashangaa sema ni nini inaendelea. Hapo tutakuwa tumesukuma Mungu akaribie hapa. Itabidi atume hata manabii wawili wakuja wabariki hata hii kijiji. Ni nani amebarikiwa? Ni sisi. Ni nani? No. Eche. Amen. So let us serve the Lord. Ungebaishe Jehova. Tufanye ni kana kwamba hatutawahi fanya tena. Kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Umekaribia sana. Kama bado uko kwenye dhambi, uchiondoe kwenye dhambi. Labda bado uko kwenye avieta. Labda ulikuwa unafuata mpira. Labda ulikuwa kwenye usherati. Labda ulikuwa mahali ulikuwa. Siku ya leo ni siku ya msamaha kwa wote. Siku ya kufungua watu wote. Daisy. Vile Daisy amefunguliwa. Daisy Mungu amemleta akiwa na sababu. Wale wote wamefungwa hapa, wote wamefunguliwa. Ukombozi umepatikana na Roho Mtakatifu. Let us now start to serve the Lord. Praise the living God. Amen.
Kwa sababu tulikuwa tumefungwa kwa dhambi. Hatungeweza kufurahisha Jehova. Na kuna mwenye yani kisata nikota Jehova. Mambo ambayo alikuwa anaendelea katika nyumba ya Bwana ilikuwa haikuwa na lakini Yehova amekuja leo. Ametangazia ukombozi. Mungu ambayo ilikuwa imeisha katika tusimame katika jina la Yesu. Wote wamefunguliwa wote. Yale yalikuwa na kufunga. Jehova amekuja afungue. Ujipeane na ujitoe kwa hayo yote. Ili Mungu akufungue. Ameruhusu damu yake ikufungue. Upatikane na utoke katika jina la Yesu. Patikane katika jina la Yesu. Ili damu ya Yesu ikutakaze. Dhambi yote ambayo ulikuwa umefanya. Labda ulikuwa umeongea bila kujua. Labda umefanya vita bila kujua. Labda umefanya vita ambayo umefanya bila kujua. Labda umegusa dhambi bila kujua. Imetosha siku ya leo. Andiko linasema Yesu hakujali yale alipita. Lakini ameamrisha tutubu. Turudie Yehova. Kwa sababu siku yetu ni chache mno. Siku ambayo tuko nazo duniani. Anajua hesabu ya hiyo siku. Ndio maana anaendelea kutuandikia. Anajua hii kitabu yako itafungwa lini. Na kila kitu ambacho tunaweka katika hiyo kitabu. Hakuna yeyote atatoa. Utaonekana siku ya hukumu. Andiko kwenye kitabu kitabu cha Mhubiri 12 inasema hivyo. Kila kitu ambacho ulifanya itawekwa kwenye siku ya hukumu. Ile uliwaza na kufanya. Kama ni mzuri ama ni mbaya. Yote yatawasilishwa mbele ya hukumu. Na siku hiyo utaonekana kuwa peke yako. Na utoe hesabu kulingana na matendo yako. Utapewa taji ama zawadi kulingana na matendo yako. Siku ya leo. Labda umefanya matendo ambayo ulifanya. Kama ujuna. Mtakatifu anaendelea kukuandikia. Jehova anaendelea kukuandikia. Unaendelea kujiandikia. Na siku ambayo Mungu alikupatia duniani inajulikana mbinguni. Jehova anajua kuna siku ngapi. Unapofungua ukurasa kila siku, Mungu anaona vile ambavyo unaandika. Na anaandika. Kesho ingine unafungua kurasa. Na anakuandikia. Hata usiku unapolala. Mungu anaendelea kuandika mawazo. Hata ndoto. Anaendelea kuandika yote. Siku ya hukumu. Masiku yako yakiisha. Faili yako inafungwa. Faili yako inapofungwa. Siku ya hukumu. Unaonekana na faili yako. Alitoa vitabu. Kitabu ya Revelation chapter 20. Fungulia mlango wa 20. Verses 11. Uanzie 11. Mwangutie chapter 20 verses 11. Ufunuo 20:11. Inanena kuhusu vitabu ambavyo itafunguliwa.
na kiti ya hukumu. Na yale yote ambayo aliandikiwa mambo mazuri. Mungu atawapanguzia machozi wao. Praise the living God. Bwana asifiwe. Leweneta ingone Mungu. Uchaguo ni lako. Petuta Brian. Siku ya leo. Petuta Brian. Siku ya leo. Amache ingolol ticho. Nataka umnene na Mungu. Amunene nengene. Kwa sababu yeye pekee yake anakujua. Mimi nengene. Hakuna kujuae. Amuto ndani ya Mungu pekee aliyeumba mbingu na nchi. Yekibendi tata choba hiyo. Mbele za Mungu. Amache ichapchige. Ujiandae. Aki ingolol ticho. Na unene na Mungu. Ningo mingine tapke. Kwa unyenyekevu wote. Ile choba nyoyo. Na umwambie Mungu nisamehe. Yote niliyotenda. Tena usina tenyu. Kwa upumbavu wangu. Nyoyo ngatu. Nisamehe Baba. Tende ibisto usieki. Panguza makosa yangu. Tende ibisto usieki mimi kitabu ndongo. Ili makosa yangu kwenye kitabu ipanguzwe. Kama choba Mungu ndani ile. Anataka moyo ambao inavunjika. Soma vikotindini. Ili apanguze. Yetieni. Tunapoimba wimbo huu. Iwe taita Jehova. Enda mbele za Mungu. Atoachile ndaye. Na kukaribisha hapa mbele. Tuone waseile tewe taita Jehova. Yeyote ambao tamani kwenda mbele za Mungu. Yesu hunet. Watoka. Itagate ngane ta. Karibu katika jina la Yesu. Sikibendige teni. Tunapoimba nyimbo hili. Labda ulikuwa unafanya kazi ni kana kwamba unafanyia mwanadamu. Jehova basabeni maraginya nyego Mungu maraginya nyesabe Mungu maraginya nyego ta Jehova maragigeria ko mebagi agigeri le babagi otambi ko ta Jehova kiburi Jehova mutun ayangenya ngoge mo Jehova ile gimateni tuwa Inya loga Israel lagi matamia munegi mutuet. Aki batale wandu tawa muiche. Matia ngomunde jo. Mati chamdege ago mwachi jo. Ile nyoyo anga tucho. Kiaya e perberu danyo. Kiaya chekiaya e namus materi. Adi nai nyosu. Jehova. Kidai tu leo nakio para ngane ta Yesu. Yekibedige sasa ina basunet. Nakwenda kuomba ombi la toba. Kidai nakio para. Tena mikono zetu juu. Kidai nakio para na leo chitu. Utainua tu mikono yako juu mahali ulipo. Enelemi mahali ulipo. Everybody. Kila mmoja. Tunaenda kuomba katika jina kuu la Yesu. Lakini kila mtu tuweke mikono zetu juu. Tunapenda mbele za Jehova kwa toba. Bwana Yesu. Siku ya leo nakuja mbele zako. Nimesikiza neno lako e Jehova. Na nimetambua siku ya leo. Ya kwamba nimeasi mbele zako. Na nimetenda dhambi kubwa. Na nimekuasi. Nimenungunika.
Kumbuka rehema zako. Aginyo yuanga. Na unisamehe. Tengana tukul. Dhambi yoyote. Nonge na monge. Kenye najua na kenye sijui. Nyo yuanga tejo tukul. Nisamehe kwa hizo zote. Awe kinge. Nimekurudia. Achane Jehova. Nikaribishe Jehova. Achane jomye. Nikaribishe kwa upendo wako. Achane rira nengo. Nikaribishe kwa huruma zako. Awe kinge. Nimekurudia. Enga satana boy. Kwa muda mrefu. Ogira nywe Jehova. Umengoja ya Jehova. Abaisheu. Nikutumikie. Ejomye. Kwa upendo. Age bye yet. Na kwa furaha. Age mugule la nyonjugo. Na kwa moyo wangu wote. Lakini maya iwe Jehova. Lakini siku ya tena Jehova. Tukul jeki haya. Yote ambayo niliyatenda. Okia murwan. Nilinajisi. Yo yuanga. Nisamehe. Chamwanga ratigu kwe Yesu. Ruhusu damu yako ewe Yesu. Kouna. Inisafishe. Kotilila. Initakaze. Kotiacha na mongeteke kwa kichuta tukul. Iniweka huru kutokana na dhambi hizi zote. Tum kaino dikyu. Futa majina yangu Embugu ishegame. kwenye vitabu vya kifo. Age sirgai nenyo. Na uliandika jina langu Embugu itafsobono. kwenye kitabu cha uzima. Yenyona Yesu. Utakaporudi Yesu. Imuti kanise. Kunyakua kanisa. Ai wagenge. Niwe moja wao. Eje chuta wauna tu. Waingie ufalme wako. Mungu asigu. Kwa sababu nimeokoka. Amen. Mpigie Yesu makofi. Hata tusimame katika jina kuu la Yesu. Tunapoenda kuomba. Na tunapoenda kuomba. Naomba kila mmoja. Kile ambacho unahitaji kwa chochote kile unahitaji. Sitakuwa na nafasi ya kukuombea wewe peke yako. Nataka uchukue hatua ya imani. Kwa sababu tumeokoka. Jehova anaenda kuitimiza mahitaji yako. Kwa sababu Jehova anasikiza moyo wako. Anasikiza ombi lako. Wakati tumeokoka. Ukichukua hatua ya imani. Jehova anaenda kutenda. Hivyo tutaweka mikono yote juu katika jina kuu la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chukua hatua ya imani. Katika jina kuu la Yesu. Yesu nagime agitumda goratigo. Itumda goratigo amunane. Itumda goratigo Yesu amungane sana. Ingelo agogo Yesu itabiwa. Awachua watoto wako Jehova. Na wachua kuniliko Baba. Unajua kilio cha kila mmoja wao. Unajua vizuri Baba wetu. Yesu uliye mbinguni. Ulimwaga damu yako kwa sababu ya hii kanisa. Na saa hii Jehova, ninakupa kila mtu mbele zako. Jehova, I surrender every person unto you. I surrender each and every person unto you, Father. That today, Jehovah, may you hear your cry, their cry, my Father. Hear their prayer. Jehovah, they have come before you in
with Jehovah, they trust you. They really trust you because you have done a lot and you will still do it, Father. You will do to their desires, my Father. May you meet their desires. Jehovah God of Israel, may you see their hearts. May you see their cry. They have been praying before. Even now they have prayed. Father, they have repented before you. May you forgive them their sins. Forgive them, dear Father. And wash their hearts with the blood of Jesus. Wash their thoughts with the blood of Jesus. Wash their lives and their salvation with the blood of Jesus. Come on, take over from today in their life. And start afresh, Jehovah. Start with these people afresh. Inam go bata ichek, Jehovah. Inam go bata lagobuk. Inam telela chenwe, Jehovah. May you start a new life in their life. Father, prepare them to enter to your kingdom. Come and take over in their salvation, Father. Take over in their thoughts. Take over in their thoughts, my Father. Take over and capture their minds, my Father. Let them to follow your will and your rules. Jehovah God of Israel, fill them with the spirit of obedience. Fill them with the spirit of obedience, my Father. Nyitwe Jehovah to mirmiri yene baka setabi. Nyitwe go mukto ande tabisre. Nyitwe Jehovah to mirmiri yene baka itae. Etene jesia buna kita batunde buna. Ngomi usisiet ana ngomi sasisiet. Nyita mirmiri yene baka itae to Jehovah. Suka moi go to non ko wenga yonde mu. Ako terter amuni mi go mata iche. Igotinwe Jehovah ko buya kana go leibi. Fill them with faith, my Father. Nyitwe Jehovah ta mirmiri yene baka ane. Siena go yene go geru nye inwegu. Amuni yene nwe Jehovah go geru toro na temu. Baba rute tiniche. Iberurwe Jehovah. Iberurwe Jehovah. Iberurwe Jehovah. Iberurwe Jehovah. Iberurwe nare ne bakone. Iberurwe wai mare ne chwa. Iberurwe sioni na be une chwa. Iberurwe wala wo chwa. Iberurwe sigune nywa Jehovah. Iberurwe ya ne nywa. Ngotu nenwe Jehovah egane. Ngotu nene ba isione ya Jehovah. Makorar taengi betagemo. Yaba isi ya unwe Jehovah. Inyitwe Jehovah mesenda ikwa. Inyita bitwagi mesenda ikwa. Inyita lotinwe kwa gobara bine. Baba makolaka nengita gatul. Ibelisi ya jino wa mutane nyo. Ena gatul na wa mnyone. Igochi kwa sobe ne bunun. Isobe kwa ratigate.